Tupo katika kituo cha watoto wenye uhitaji maalum Child in the Sun, na hapa mbele yetu tuko na Father, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwema? Salama. Bwana, tuambie kwanza, kuna wageni leo ambao pia ni wenyeji ambao wanatumia katika uwanja wa hapa wa Child in the Sun, timu ya Makabe Veteran ambao wamekuja kuwashika mkono kwa maana kutoa misaada, lakini wakielekea kwenye mashindano. Tuambie furaha yako kuwaona wenyeji hawa, kuwakimbilia, lakini pia wanaenda kwenye michuano. Neno lako ni lipi? Sawa, kwanza na washukuru wanatimu wa Makabe Veterani. Sisi tunafahamiana zaidi kwa sababu kila siku wao wanatumia uwanja wetu, ndio kila mwaka wanakuja wanafanya matendo ya huruma kwa vijana, na wao wanatuwezesha pia. Na wakati mwingine kama marafiki wa karibu tunasaidiana, ili wanaomba uwanja sisi tunawaruhusu waendelee. Na kila mwaka kipindi cha Kwaresma na kipindi cha Krismasi wanakuja wanatusaidia, wanaleta vipaji maalum kwa ajili ya vijana wetu. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana, na pia nawaombea Mungu aendelee kuwabariki, Mungu aendelee kuwajalia neema na baraka wote wanatimu wa Makabe Veterani. Wanaenda kwenye mashindano kule Arusha ya vitambi noma. Nawashukuru sana, na pia nawaombea, nawatakieni kila laheri na heri ya mashindano mema ili wafanikiwe wafike finali. Asanteni. Amin. Amina. Nawashukuru sana. Mwenyekiti wa Makabe Veterans ambao leo wamekuja kutoa msaada katika kituo cha watoto wenye uhitaji maalum Child in the Sun, tuko mbele. Labda kwa majina, kwa faida ya mtazamaji ambaye anakutazama pa. Anaitwa Ladislaus Mujumuzi, ndio mwenyekiti wa Makabe Veterans. Tumekuja tumewakumbuka watoto kwenye siku yao hii na hizi siku kuu, hasa leo Ijumaa Kuu, kwa kuwakumbuka kwa kidogo tulicho nacho, lakini iwe sehemu ya baraka ya safari yetu ya kuelekea Arusha kwenye kitambi noma. Naam. Kwa hicho ambacho mmekifanya hapa, tunasema ni matendo ya huruma kuelekea katika mashindano ya vitambi noma kule Arusha. Unadhani inaweza ikawa na baraka zaidi ya kufanya mkafika mbali? Mbali na kuwa na safari, lakini umekuwa ni utaratibu wetu kila mwaka tunapofika sikukuu za Pasaka, basi tunawaona vijana kwa namna tulivyojaliwa. Lakini kwa safari hii tumeifanya special zaidi kwa sababu ni kipindi cha sikukuu na tunategemea kuwa na safari ndefu. Tukiwa tunaamini kwa sadaka yetu, basi Mwenyezi Mungu atatunyoshea njia, tutaenda, tutashindana salama na tutarudi salama. Nimeambiwa mmeanza utaratibu wa kufanya hivi tangu mwaka 2012. Ni miaka mingi sana. Bila shaka hata Yanga wamewezekana wakapata idea kwenu. Lakini tunaona nao wanafanya. Yanga wakubwa, lakini utaratibu huu sisi tumeuanza kabla Yanga hawajauanza. Umekuwa ni utaratibu wa club kuishi na jamii inayotuzunguka, hasa kuwakumbuka kwenye hizi sikukuu kwa watoto ambao tuna hakika hawana watu wa kuwakumbuka kwa haraka. Kwa hiyo sisi tunahakika kama wazazi tunajitahidi kwa kweli kuhakikisha kwamba watoto wanafurahi na wanapotuona wanajua wako na wazazi wao. Ndio. Mwenyekiti wa Makabe Veteran, unaunguruma moja kwa moja sasa hivi kutokea hapa makao makuu ya uwanja wenu. Unatuma salamu gani vitambi noma wenzako wote pale wanakutazama mnaenda kushiriki? Ujumbe gani ambao unawapa wapinzani mtakutana nao kwenye mashindano kule Arusha? Kitambi noma tuende kushiriki. Kitambi noma tunakwenda kucheza mechi. Kwa hiyo wajipange, wajiandae. Tumejipanga, tuko vizuri. Na Mungu akisaidia tunaweza tukafika mbali au tukarudi na kitu. Umekuwa ni utaratibu wetu. Tunapojipanga na kwenye mashindano makubwa kama haya, mara nyingi watu tunarudi na kikombe au basi na zawadi za wale washindi watatu wa juu kule. Hatujui wenzetu wamejiandaaje, lakini sisi huwa hatujari wengine wanajiandaaje, tunaangalia sisi nafasi yetu na namna tulivyojiandaa. Tuna uhakika kabisa kwamba tuna jambo tunaenda kulifanya. Kila la heri bwana. Asante sana. Maji tupo na kocha mkuu wa Makabe Veterans, lakini ambao wamekuja kufanya matendo ya huruma katika kituo cha watoto wenye wahitaji Child in the Sun. Tuko na Paul Banda, moja kati ya makocha bora ambao sasa hivi wanasifika. Kocha, kwema? Kwema, vipi hali? Chama lako ili Makabe Veterans? Yes, nakwenda Arusha, nakuja kufanya matendo ya huruma leo. Ndio. Kwanza tuanzie hapa. Unajisikiaje baada ya kufanikisha jambo hili? Maana yake mmetoa hichi na Father pale ameshukuru.
na amewapongeza na amewatakia baraka katika mashindano. Nyinyi binafsi kama Makabe Veteran kufanikisha hili mnajisikia? Tunajisikia faraja na furaha kwa sababu tumegusa jamii ambayo inatuzunguka kama wana Makabe. Hawa ni vijana ambao tuko nao wanaishi katika mazingira magumu huku Charles Nzesani Makabe. Kwa hiyo huwa tunafanya hii mara kwa mara kwa ajili ya kuwasupport hasa kuelekea kila kipindi cha sikukuu ya Pasaka zikifika, huwa tunafanya hivi kila mwaka. Kwa CV yako watu wengi wanakufahamu, unafundisha vijana wengi ambao sasa hivi tunaanza kuona matunda kama taifa linanufaika. Kwa timu yako kama Makabe Veterans mnaenda kwenye mashindano Vitambi Noma Arusha. Watu watarajie nini? Target zako wewe mwenyewe binafsi, lakini na target za timu kuhakikisha kwamba mnafanya vizuri, kwa sababu inashirikisha mpaka timu kutoka Kenya nje ya nchi. Maana bila shaka kutakuwa na timu kali zaidi. Target yetu kama Makabe Veteran, kwa sababu mashindano ya Vitambi Noma tunayajua ni mashindano makubwa, mashindano mazuri. Tumejipanga, tulishiriki mara ya kwanza kama misimu miwili iliyopita ya nyuma, na sasa hivi tumejipanga, tuko vizuri, tunakwenda kushiriki, tukaenda kutoa ushindani, sio kushiriki. Tunatarajia kufika mbali katika mashindano na ikibidi kuchukua kabisa ubingwa wenyewe, kwa sababu tumejipanga, maandalizi yetu yalikuwa mazuri sana kuelekea safari hii ya Arusha. Tumejipanga vizuri. Ndio. Kushukuru sana. Asante sana.